sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Asubuhi moja njema tutamwona Yesu hewani, kuja kunichukua mimi na wewe, kushiriki upendo. Itakuwa furaha iliyoje watakatifu watakapofufuka wote kuelekea kwenye yubile huko ng'ambo hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Punde tutawaona watakatifu wote waliolala huko wakifufuka kwa ajili ya ile yubile iliyo hapa mbele tu. Katika kufumba na kufumbua tutabadilishwa wote. Watakatifu wote tulio hai tutabadilishwa kwenda kwenye yubile hiyo. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Tuliwazia hapo hilo jeshi la mbinguni, tunaanza kuimba, ukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma. Mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu, pamoja nao mbinguni tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Hilo litapendeza na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Hebu tumpigie makofi usiku wa leo. Naweza kupata Bwana sifiwe usiku wa leo. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Ubeti wa mwisho tuliwazia hapo hilo jeshi la mbinguni, tunaanza kuimba, tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma. Mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu, pamoja nao mbinguni tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Nataka kuwa huko na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Bwana ahimidiwe. Hebu tumpigie Bwana makofi mengi usiku wa leo. No! Bwana ahimidiwe. No, naamini mko chini ya matarajio. No! Lo, mko mahali sahihi. Jina la Bwana lihimidiwe. Na kuhakikishia lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa. Hebu tuimbe ule ubeti wa mwisho tena. Tuwazia kwa hilo jeshi la mbinguni, tunaanza kuimba, tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma. Mamilioni huko wataungana nasi katika wimbo wetu, pamoja nao mbinguni tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Hebu tupige makofi mara moja zaidi. Nafikiri yubile hiyo itakuwa karamu ya harusi.
Hiyo si itakuwa ya kupendeza. Na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu, mbarikiwa hewani. Bwana sifiwe. Amina. Unayofurahi jinsi gani? Kweli, unayofurahi jinsi gani? Amina. Bwana wetu Yesu ni wa ajabu vipi! Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Ningeweza kuimba tena. Lo, ni kuimba kulikoje! Nakupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu, mbarikiwa. Ule ubeti wa mwisho tena uliwazia hapo, ile jeshi la mbinguni inaanza kuimba, tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma, mamilioni huko wataungana nasi katika wimbo wetu, pamoja nao mbinguni tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Ni kuimba kulikoje! Nakupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu, mbarikiwa hewani. Hebu tumpigie makofi. Kulikoje! Nakupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu, mbarikiwa hewani. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Amina. Samahani, nilidhani nimezipoteza nukuu zangu. Ningekuwa kipenzi, kimbilia nyumbani haraka. Jina la Bwana lihimidiwe. Nimechangamshwa sana kuwepo hapa usiku wa leo. Ningependa kuwakaribisha kila mmoja katika jina la Bwana. Hata hivyo, ninayo furaha na ninashukuru kuwepo hapa na wale tofauti wanaosikiliza hewani kutoka kote ulimwenguni. Mataifa yote tofauti yanayowakilishwa yanayosikiliza ujumbe huu. Ni ajabu sana jinsi ujumbe huu unavyomuunganisha bibi harusi wa Yesu Kristo tena. Ni wakati mzuri sana vipi ambao tumekuwa nao. Tazama mambo yote ambayo katika wiki chache zilizopita tu, katika wiki chache zilizopita, yale ambayo yeye ametufunulia. Amina. Tazama. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mweza kuketi. Bwana asifiwe. Si hata wiki tatu zilizopita, miezi mitatu iliyopita, miaka mitatu iliyopita, kile yeye amekuwa akifanya. Ujumbe huu umekuwa ujumbe mpya kabisa kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Inaonekana kama kila wakati nilikuwa nikiwaambia ndugu kwamba weekend hii nikiomba kuhusu ujumbe, Bwana ulitaka kitu gani? Kwamba kila mtu ninayesikia unaofuata ni kama, Mungu wangu, huu hakika ndio bora kuliko, huu ndio bora kuliko, lo, huu utakuwa bora kuliko hadi Jumapili ijayo, kisha utakuwa ule. Ni kila ujumbe tunaosikiliza, kwa sababu zote zinasema kitu kimoja. Lakini tutasikia mambo mengi. Tutasikia mambo mengi usiku wa leo ambayo yatambariki bibi harusi wa Yesu Kristo. Nabii alituambia, niliyahesabu kwa maneno 28 tu kile tunachoamini. Nataka kulisikia. Sijui dhehebu lolote ama chochote kile cha kukupeleka kwacho. Kuna jambo moja tu ninaloliamini. Kama unaniamini, yafuate ninayokuambia. Hilo linalisema.
Amina. Bwana asifiwe. Hiyo si ni ajabu? Amina. Bwana imediwe. Mwaweza kuketi. Nilisoma hilo nikawa kama hilo linasema yote. Hilo linasema kila kitu tunachoamini papo hapo. Huo ndio ujumbe wa saa hii. Usitegemee dhehebu lolote. Wewe amini tu kile yeye anachosema, kuwa na imani na yale anayosema, na hilo litatubeba na kutupeleka nyumbani. Naomba kwamba mmekuja usiku wa leo kubarikiwa. Naomba kwamba mmekuja usiku wa leo kupaza sauti haleluya na amina. Bwana asifiwe. Vizuri. Naam, amina. Ninaomba kwamba mmekuja kutiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Ikiwa yeye atatutia mafuta usiku wa leo, neno hili litaingia kilindini ndani ya mioyo yetu, na hivyo ndivyo tulivyo. Tunataka upako wake uwe pamoja nasi. Tutamsikia bibi harusi, tutamsikia nabii akituambia tena kwa mara nyingine tena usiku wa leo kwamba sisi ndio bibi harusi wake. Atatuthibitishia. Unajua, kila kitu kingine tunachofanya maishani, tunaomba kwamba tuko katika mapenzi ya Bwana. Nilikuwa nikiwaambia muda mfupi wa ndugu kule nyuma, unajua, unaweza kupata gari, unaweza kununua nyumba, unaweza kununua nguo, unaweza kwenda likizo, unaweza kuwa unataka kuwa katika mapenzi yake makamilifu, daima katika mapenzi yake makamilifu. Kile sisi tunachofanya ndio mapenzi yake makamilifu. Amina. Hakuna kingine kinachojalisha kwangu mimi ila hicho papo hapo. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo zuri sana kuwazia kuhusu hilo. Kila kitu kingine kinaweza, mimi naweza kuwa makosani, ninaweza kukosea. Ninaomba kwamba sifanye hivyo, nasi tunaomba na tunatumaini hilo. Lakini kile tunachofanya hapa na kusikiliza jumbe hizi ndio mapenzi makamilifu ya Bwana Yesu kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Hakuna kingine. Huo ndio uzima. Hilo ndilo uzima unachohusu. Ni ujumbe huu katika neno. Tutasikia Mungu atawathibitishia usiku wa leo bila shaka hata chembe kwamba unaye Roho Mtakatifu. Vipi kuhusu hilo? Amina. 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 Mwaweza kuketi. Unajua, watu wengine wanadhani wana Roho Mtakatifu. Baadhi ya watu wanajiuliza, unajua, ndugu Branham anasema nini? Unamuuliza mtu fulani, je, una Roho Mtakatifu? Nadhani ni naye. Una. Lakini tutajua kwamba sisi tunaye Roho Mtakatifu, naye atatufunulia ni njia gani halisi ya kujua kwamba una ushahidi wa kweli wa Roho Mtakatifu. Katika karne zote imekuwa kwamba wamekuwa, unajua, ni kwamba kwa sababu mimi unena kwa lugha, kwa sababu mimi upata sauti, kwa sababu mimi ufanya hivi, kwa sababu mimi huenda kanisani, kwa sababu mimi husoma Biblia yangu na kufanya mambo haya yote tofauti. Walidhani hiyo ndio njia halisi ya kusema kwamba nina Roho Mtakatifu. La mwisho ikiwa Pentekoste, kwa sababu walinena kwa lugha. Jinsi gani nabii huyu alithibitisha hilo? Hilo lilikuwa ni kosa, lakini atatuambia yote kuhusu jambo hilo siku leo. Nawe utaliona jina lako papo hapo, naye atakuuliza swali hilo, ikiwa huyo ni mimi Bwana, huyo ni mimi Bwana. Unajua bila shaka kwamba umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana limediwe. Kwa mara nyingine tena atatuambia chezeni kanda. Amina. Amina. Praise the Lord. Jina la Bwana limidiwe. Praise the name. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Wakati mwingine mimi hujisikia vibaya, nasema Mungu wangu, nitawafanya wasimame tena, lakini huwezi kujizuia kuzungumza kuhusu kanda na kucheza kanda. Hayo ndiyo maisha yetu. Ndiyo maana Baba anataka naye anaendelea kwenye kila ujumbe tunaosikia. Analisema tena. Mimi sikuchagua ujumbe huu usiku wa leo ati kwa sababu ndugu Branham anasema kitu fulani kuhusu kanda. Hilo liko kwenye kila ujumbe tunaosikia. Kama unaofunuo huo wa kiroho, lipo tu hapo. Na hivyo ndivyo hilo lilivyo muhimu kwetu, kwamba yeye anatutaka kurudi nyumbani. Huo ndio ujumbe wa saa hii. Kanda. Amina. Ni ujumbe ulioje tuliosikia Jumapili iliyopita, kile kipeo. Amina. Bwana asifiwe.
He told us alituambia kwamba sisi tulikuwa familia ya Baba, kipeo chake. Je, unapenda jinsi yeye alivyolisema hilo? Kule kupigwa kwa Kristo kulikuwa na sababu fulani, apate kutoa kwake mmoja atakayekuwa jamaa, bibi harusi. Mimi ni familia ya Mungu. Wewe familia ya Mungu. Bwana sifiwe. Familia moja kubwa yenye furaha. Amina. Apate kujitwalia, anasema familia bibi harusi, apate kujitwalia bibi harusi. Kwa hiyo wakati kipeo chake alipokamilishwa, ndipo ilibidi yeye kupiga atoe kwake, si kipande kingine, si kiumbe kingine, bali kiumbe kile kile. Amina. Sisi si sehemu ya kiumbe kingine au kitu kingine alichokiumba. Sisi ni sehemu ya ule uumbaji wa asili. Mwili wa mwili wake, mfupa wa mfupa wake, roho ya roho yake, Yesu Kristo. Amina. Amina. Sikiliza. Ikiwa alichukua kutoka kwake uumbaji wa asili ili kumtengenezea bibi harusi, hakufanya uumbaji mwingine. Yeye alichukua sehemu ya ule uumbaji wa asili. Basi ikiwa yeye alikuwa neno, basi bibi harusi anapaswa awe nini? Sisi ni neno. Amina. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Neno lililo hai katika mwili tena. Amina. Amina. Ni ufunuo ulioje. Maweza kuketi. Ni ufunuo ulioje kwa bibi harusi kutambua kwamba sisi ni neno lililo hai, sehemu ya uumbaji wa asili, si kitu kingine. Sisi ndiyo kitu hicho. Kama hilo lingeweza kuzama tu ndani, enyi watu, laiti hilo lingeweza tu kutoka hapa lishuke hadi moyoni mwetu, tutambue sisi ni nani, tunaelekea huko. Tutaweza kufika hapo usiku wa leo. Bwana sifiwe. Uliokolewa lini? Je, miaka 10 iliyopita? Nani aliokolewa miaka 5 iliyopita? Daima umeokolewa. Amina. Bwana sifiwe. Umeokolewa daima. Ulitoka umileleni. Wewe ulitoka umileleni. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ile hasi inafanyika chanya. Jamani, wakati nilipoandika maneno hayo nikawa, Bwana, huu ndio uhalisia wa hilo. Jinsi nabii huyo alivyosema, anasema inaonekana kama kivuli cha kivuli, naye anaendelea hivi karibuni anasema itakuwa moja. Nasi ni kivuli tu. Jinsi yeye alivyotuelezea hilo, alisema kwamba miti na kila kitu, anasema ni kivuli tu. Anasema hili ni hasi chanya, iko mahali fulani huko. Hatuyaelewi mambo yote hayo, lakini tunayaamini yote. Kama vile tu kule mji aliyotuambia kuhusu, yeye yuko kule akiujenga kwa ajili yetu sasa hivi. Mraba, dunia inafikiri bibi harusi anajua huo ni piramidi. Sisi tunajua mambo ambayo hakuna mtu anayajua. Kilicho cha ajabu siku wa leo, mtasikia mambo ambayo hata hayatuhusu hata kidogo, lakini Bwana alitupenda sana, yeye atatuambia yote kulihusu hilo. Alisema hilo hata halikuwa kwa ajili yetu. Alisema ilikuwa kwa ajili ya Wayahudi, haikuwa kwa ajili yetu, lakini yeye anatupenda. Naye anatutaka tujue. Mungu hana siri kwa bibi harusi wake. Unapooa wewe huna siri. Nakupenda Bwana. Tunajuaje kwamba mambo haya ni kweli? Kwa sababu tuko katika neno wakati wote. Amina. Hilo ndilo jambo la msingi, ni kuwa ndani ya neno hilo wakati wote. Nalo neno kwa ajili yetu leo ni lipi? Ujumbe huu ndilo neno kwa ajili yetu leo. Ndilo neno lilo hai ambalo tumesikia kwa ajili yetu leo hii. Limeletwa kwetu na nabii wa Mungu. Amina. Mjumbe wa saa. Na nabii ni nini? Yeye atawaambieni usiku wa leo, lakini mimi nitawaambia ni neno la Mungu lililo hai, lililodhihirishwa. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi.
Yeah, praise the Lord. Lo, Bwana asifiwe. Neno lilo hai likidhihirishwa. Ni mambo gani mengine makubwa aliyotuambia siku ile? Tulijifunza Jumapili kwamba Bwana alimwonyesha sisi nabii wake katika ono. Alituona sisi. Yeye alimuona nani katika ono? Amina, nilikuwa pale. Ulikuwa pale. Amina. Na nilikuwa pale. Wewe ulikuwa pale. Naliamini hilo kwa moyo wangu wote. Amina. Alisema ilikuwa ni ile mbegu ya pili, omega. Mbegu ya pili. Alisema kulikuwa na alfa na omega. Hakuna kilichokuwa katikati. Amina. Kwa hivyo sisi ndio omega, mwisho ambao anasema kwamba unatokea, wa kwanza na wa mwisho. Lakini sote tulikuwa tukifanya nini katika hilo ono? Ni muhimu sana kukumbuka, hii haikuwa ndoto, ilikuwa ono. Ono lililokuwa likitukia, lililotokea, aliliona likitokea. Na yote hayo yaliyokuwa yakija karibu naye na kila kitu ilikuwa ni nini? Tulikuwa tukifanya nini? Tulikuwa tumeelekeza macho yetu kwake yeye. Amina. Bwana imidiwe. Amina. Mwaweza kuketi. Jina la Bwana limidiwe. Sikilizeni kwa makini. Alisema, alafu yanipasa nimwangalie. Anasema yanipasa nimwangalie. Atakosa kupiga hatua kwa utaratibu wa hilo neno nisipomwangalia wakati anapopita. Wakati anapopita, tunaelekeza macho yetu kwake. Sikilizeni anachosema. Anasema, na wakati yeye ameondoka, anasema labda itakuwa wakati wangu utakapokwisha, nitakapomaliza mwendo nami sipo hapa. Baada ya wakati wangu kwisha, alianza kutazama mahali pengine. Alisema wao waliyaelekeza macho yao kwenye kitu kingine. Anasema sasa kumbukeni hili ni ono, huyu ni mimi. Kanisa si bibi harusi. Kanisa lilifuata nini? Mchawi. Kumbukeni alikuwa na uzuri sana. Alisema jinsi bibi harusi wa kwanza yule aliyepita na jinsi alivyokuwa mzuri, na akasema wanawake hao na kila kitu na nywele zao ndefu na jinsi zilivyokuwa za kupendeza, aliubariki moyo wake. Na anasema kisha ikawa naye akalia kwa sauti na akasema, Bwana, hakika ili ni kanisa, ilikuwa kanisa mema, lakini hakuwa bibi harusi. Na kisha baada ya hapo anasema kwamba waliondoka njiani, naye anasema walienda mlama, na anasema kundi hilo, anasema walienda mlama, nao walikwenda wakatoka mkono wa kushoto. Anasema walikwenda wakatoweka mkono wa kushoto. Sasa nabii hasemi tu kitu ili tu kulisema. Kila kitu kina maana. Wakati mwingine hatujui maana yake ni nini. Ni hivi, sijui maana yake ni nini. Yeye hakusema. Alisema ingawa, anasema walimfuata huyo mchawi, nao wakaenda wakatoweka mkono wa kushoto katika machafuko matupu. Hivyo ndivyo alivyosema walikuwa walimfuata hilo kanisa. Anasema lakini kulikuwa na wengine baada ya hapo, wao wanapita, wao walipoyaondoa macho yao kwake, alisema walianza kulitazama kanisa hilo lingine. Anasema walikuwa wakiangalia kanisa hilo lingine, nao wanasema nao wakaenda mlama. Anasema lakini kwa upande tofauti, walikwenda wakatoweka mkono wa kulia. Namkumbuka yeye alikisema hivyo. Anasema walikwenda wakatoweka mkono wa kulia. Wanaliangalia hilo kanisa, lakini wao hawakumfuata huyo mchawi ambalo ni baraza la ekumeni, lakini walikuwa wakifuata kitu kingine, nao wakaondoka. Walianza kuelekea upande tofauti. Walianza kwenda, hawakuwa wakimsikiliza yeye. Naye akasema alijaribu kupata. Anasema walikuwa wakijaribu kurudi, wao walikuwa wakirudi mstarini. Ni kitu gani kilichomrudisha huyo mstarini? Sauti ya Eliya. Amina. Rudini mstarini. Rudini mstarini. Amina. Amina. Jina la Bwana Yesu limidiwe. Tuko mstarini. Jina la Bwana limidiwe. Amina na amina. Mwaweza kuketi.
Jina la Bwana lihimidiwe. Ndicho kitu pekee kilichowarudisha. Naye anasema walirudi, walikuwa wakijaribu kurudi. Anasema mmoja au wawili, ninyi mnaosikiliza hewani. Alisema waliwakilishwa kutoka kila taifa. Alisema mmoja au wawili tu kati yao walitoka mstarini. Lakini wakati alipokuwa akipiga kelele, naye alifanya hilo katika ujumbe uitwao unyakuo. Hapo ndipo anapoingia. Anasema alikuwa akipiga kelele, rudini mstarini. Kwa hivyo kitu pekee kinachoweza kumrudisha bibi harusi huyo mstarini ni sauti ya Eliya. Ujumbe huu. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Sisi hatukutoka mstarini. Amina. Tulimkazia yeye macho yetu kama alivyotuambia tufanye. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Bwana ahimidiwe. Ninyi mlio hapa nanyi mnaosikiliza hewani katika mataifa yote, mtausikia unabii ukitimizwa usiku wa leo. Amina. Kwa sababu tunafanya kile hasa nabii alichosema tufanye. Yawezekana kuwe na baadhi huko nje katika mataifa ulimwenguni kote ambao hata kanda hii ingewakuta manyumbani mwao au makanisani mwao. Sisi hao hapa. Ninyi hao hapo. Amina. 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 Chezeni kanda makanisani. Nadhani ndivyo alivyosema. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Je, huna furaha kwamba unalitii neno la Mungu? Amina. Mwaweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo, ni wakati wa kusisimua sana vipi tunaoishi, kwamba tu inaendelea kujipanga, tukifanya kile hasa ambacho mjumbe huyo alichotuambia tufanye. Wafanye watu wa kuamini. Hakuna kitakachosimama mbele yako. Ndicho hasa tunachofanya. Msikilizeni yeye, enyi kanisa. Tungeomba Bwana kwamba wakati ibada inaendelea. Sasa yeye anazungumza kuhusu watu wanaosikiliza kanda majumbani mwao au makanisani mwao. Au ni sisi? Au ni ninyi mnaosikiliza huko hewani? Au kanda inachezwa. Amina. Nafasi yoyote tunayoweza kuwamo, au hali yule Mungu mkuu wa mbinguni na aheshimu unyofu wa mioyo yetu asubuhi hii na kuponya wahitaji, wapa wao yale wanayohitaji. Chochote unachokihitaji leo unaweza kukipata. Amina. Bwana sifiwe. Huo ni unabii. Papo hapo. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Sifa kwa Bwana. Amina. Naweza kuketi. Bwana sifiwe. Huo ni ujumbe ulio hai papo hapo. Hilo ni neno lilo hai, halipati kuwa hai zaidi ya lilivyo papo hapo, kwa sababu huyo ni nabii wa Mungu anayenena, Mungu akizungumza kupitia nabii wake kwetu sisi, akisema unapozisikiliza kanda hizi, popote ulipo, hali yoyote ulionayo, nitakuombea nawe unaweza kulipokea. Oh my God. Oh, Mungu wangu. Wow. No. Wow. No. Wow. No. Wow. No. Wow. No. Wow. No. We are hearing the tunasikiliza barua ya mahaba. Amen. Amen. We have caught the vision. Tumelipata lile ono. We are the vision. Sisi ndio ono lenyewe. Amina. Amina. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lihimidiwe. You may be seated. Mwaweza kuketi. Can't wait to get. Nasubiri kwa hamu kuingia katika ujumbe huu. Ni muhimu jinsi gani kusikia ujumbe huu hatimaye. Mungu alimpa Ibrahimu ishara. Really? Kweli?
Alimpa ishara ya tohara, kuitambua imani yake. Hiyo ilikuwa ishara kwake kwamba alikubali imani yake ya kile alichofanya. Katika siku yetu na wakati wetu ni kitu gani? Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwamba umetiwa muhuri. Hiyo ndiyo ishara ya wakati wetu. Kwa hivyo ni nini tunachotaka kujua? Kama ndilo jambo lilo muhimu zaidi, nataka kujua ni kitu gani ushahidi wa kweli wa kufanya hivyo. Ninalo hilo kwa sababu tunapaswa kuwa nalo. Hiyo ndio ishara aliyompa Ibrahimu. Jani kote kote lazima uwe nalo. Wengi wao wanadai kwamba wanalo. Hata ndugu Branham walisema ni nini kilichowafanya wawe huko nje, kwamba wanasema kwamba wao wamempa Bwana mioyo yao, nasi tumemkubali kama mwokozi wetu, nao wamebatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninyi hamjabatizwa. Ni ajabu. Acha niingize hii haraka sana. Niliwaambia hawa ndugu siku ile, nilienda kwenye mgawa usiku fulani, nalo liubariki sana moyo wangu. Sikupanga kuambieni haya. Nilipokuwa nikitoka nje, mtu mmoja alikuja, waweza kununulia kitu cha kula? Nilimtazama, akasema, umnunulie mbwa wangu. Nikasema, nitakununulia wewe ikiwa unataka kitu cha kula. Alitaka pesa. Nikasema, nitakununulia kitu cha kula. Tuliingia ndani, nilimnunulia kitu cha kula, akatoka, akasema, asante sana bwana, ninashukuru sana. Tukaanza kuzungumza. Nilikuwa najaribu kujitokeza polepole. Alisema, jamani, nahitaji kuyabadili maisha yangu na kila kitu. Alisema, nahitaji tu kuwa tofauti na nilivyo. Nimefika mahali hapa nilipo na kila kitu kingine. Akasema, mimi ni mchafu, ninahitaji kuyabadili maisha yangu. Nilianza kuzungumza naye polepole kuhusu Bwana. Nikasema, unaweza, lakini hilo lije kutoka ndani yako. Lazima iwe ni wewe, lazima ulitake, sio mtu mwingine, lazima iwe ni wewe. Kadiri ilivyokuwa ikiendelea, ilikuwa muda mrefu sana tulipoanza kuzungumza. Tulianza kuzungumzia madhehebu na vitu vingine. Nikasema, madhehebu yote yamechanganyikana sana. Nikasema, unayo asili yote ya kidini? Akasema, ndio, mimi ni Mkatoliki. Nikasema, sawa. Akasema, nilisoma shule ya Kikatoliki. Nikasema, vema. Nilisema, vema, Wakatoliki ni kama Waprotestanti, kama Wamethodisti, kama Wabaptisti na kila kitu kingine. Nikasema, wanabatizwa, yawezekana wanabatizwa tu. Nikasema, yawezekana ulinyunyiziwa tu maji. Ndio akasema, nadhani nilibatizwa. Nami nikasema, lakini Biblia inasema kwamba unatakiwa kuzamishwa. Akasema, lo, sijawahi kulisikia hilo hapo kabla. Nami nikasema, ndio. Nami ninasema, unajua nini? Nami nikasema, katika yote nikasema, wanasema kwamba unapaswa kubatizwa katika jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Ndio. Nilisema, je, Baba ni jina? Kajibu, hapana, hakuna hata hivyo. Nikasema, Mwana ni jina? Akasema, hapana, Bwana Yesu Kristo. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Ni rahisi sana. Kama neno hilo lipo linaeleweka tu. Kasema, sijawahi hata kusikia mambo kama hayo hapo nyuma. Sema, tulienda kwenye uzao wa nyoka hadi kila kitu kingine. Je, uko hapa usiku wa leo? Mark, nashangaa, lakini hujui mbegu hiyo iko wapi. Mazungumzo kuhusu hilo ambayo Mungu alimpa, nami nikamwambia papo hapo, nikasema, huwezi kuwa mtu yule yule uliye sasa hivi, kwa sababu umeyasikia maneno ya uzima wa milele. Hii ndiyo kweli. Anasema kwamba sisi tuko hivyo, tunaweza kutoa uzima wa milele, na kama analiamini hilo, huko ndiko kutoa uzima wa milele papo hapo. Amina. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwisho wa dunia. Wakati mwana wa Adamu, si mwana wa Mungu, mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Amina. Mwana wa Adamu ni nani katika siku hii? Ni Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akijifunua kupitia nabii wa Mungu. Amina. 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 Huyo ndiye sote tunayepaswa kusimama kwake. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Sawa. Nabii haimaanishi tu mwonaji na msemaji wa mambo yajayo, inamaanisha mfunuzi wa neno lililoandikwa. Maisha yake yenyewe, maneno yake yenyewe hufunua na kuthibitisha neno la siku hiyo. Maisha yake yenyewe huthibitisha neno la siku hiyo. Je, ujumbe wake na maisha yake yalithibitisha maandiko yote?
Je, yeye alithibitisha na kuishi? Malaki 4, Luka 17:30, Waebrania 4:12, Ufunuo 17. Basi Yesu mwana wa Mungu akijifunua mwenyewe kwa maandiko, akilifanya andiko hilo ambalo limechaguliwa tangu zamani kwa ajili ya siku hii, kama ilivyokuwa katika siku ile na siku zingine zote, liishi. Kwa hivyo lilikuwa neno la Mungu lililo hai, na kuamini hilo ndiyo ushahidi wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unaliamini hilo? Una Roho Mtakatifu. Yakubidi uwe na furaha sana kwa ajili ya hilo. Ushahidi wa kweli wa Roho Mtakatifu. Amina. Na kuamini kwamba yeye ndiye. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Si mawazo ya William Branham, ni mawazo ya Mungu akizungumza kupitia William Branham. Amina. Una furaha jinsi gani kwa jambo hilo usiku wa leo? Jina la Bwana lihimidiwe. Hebu na tu vinamishe vichwa vyetu. Bwana, wewe ni wa ajabu sana. Wewe ni mkuu sana. Mambo yote unayotuambia, kuwa na ufunuo huo wa kiroho tulionao, hatuwezi kujizuia. Na haijalishi adui anatuambia nini, jinsi anavyojaribu kutukatisha tamaa na kutuambia kwamba sivyo. Sisi tunajua tuko hivyo. Tunajua kwamba tuko katika mapenzi ya Bwana. Tunajua tunafanya hasa kile nabii huyo alichotuambia tufanye. Naye nabii huyo alikuwa ndiye neno lililofunuliwa na siku hii. Na ujumbe huo, neno hilo linaishi ndani ya bibi harusi wake. Sisi sio sehemu ya uumbaji tofauti. Sisi ni sehemu ya ule uumbaji wa asili. Wakati alipoupiga ubavu wake, sisi hao hapa, jinsi alivyoturudisha mwanzo. Adamu alipoanguka, alianzisha hilo papo hapo, akitutengenezea njia. Alikuja kujisikia kile tunachojisikia, kupitia kile tunachopaswa kukipitia, ili aweze kutuhurumia. Sadaka iliyokuu kuliko zote ambayo imewahi kutolewa. Ni upendo ulioje, upendo halisi kiasi gani! Naye kisha akaanza kurejesha tena. Hakuna anayejua mambo wewe unayoyajua. Hakuna anayeweza kusikia, lakini yule aliye na ufunuo wa kujua mambo wewe unayoyajua, ili yafunuliwe kwako katika siku hii ya mwisho. Ni maneno ya uzima wa milele. Asante Bwana Yesu. Naye yuko hapa usiku wa leo kukutana na kila hitaji letu. Yeye alijua zaidi ya miaka 50 iliyopita. Alijua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu sisi tutakuwa hapa. Na kisha akazungumza kupitia nabii wake kumwambia watakapokuwa wakisikiliza kanda hiyo nyumbani mwao au makanisani mwao, nitawaombea. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Neno lililo hai ni Roho Mtakatifu papa hapa akiishi nasi. Na mahitaji yote mengi tulionayo anayajua kila moja, na yuko hapa atampa kila mmoja. Unayo imani ya kuliamini hilo usiku wa leo? Imani yako inapaswa kuwa juu sana. Bwana, hivi kwamba naona bila shaka Bwana Yesu nimetiwa muhuri na Roho wako Mtakatifu, kwa sababu ninauamini ujumbe huu kwa kila kilicho mwilini mwangu. Bwana Yesu, ninaamini ndio ujumbe wa sahihi. Ninaamini kwamba unatuelekeza kwa Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo katika wakati wa mwisho akija tena, akionyesha kwamba anaishi na anakaa ndani yetu tena, bibi harusi aliyerejeshwa, na kwamba ninyi nyote mu sehemu yake. Nasi tumekusanyika pamoja kulisikia neno hilo. Tumsikilize Bwana akizungumza na bibi harusi wake. Ni barua ya mahaba iliyoje! Ni barua ya kweli ya mahaba iliyoje! Wengine hawaielewi, wanapita tu juu yake moja kwa moja, lakini sio sisi. Bwana, yafungue masikio yetu usiku wa leo, ututie mafuta kwa Roho Mtakatifu usiku wa leo, ili kila neno katika barua yetu ya mahaba usiku wa leo, Bwana, tunataka kulisikia, tunataka kulitambua, tunalitaka liingie ndani kabisa mioyo yetu
kilindi Bwana, kwamba unatupenda vya kutosha kutuambia mambo ambayo hayatuhusu hata kidogo. Unataka siri zote zifunuliwe kwa bibi harusi wako, jinsi wewe ulivyo mkuu, Bwana Yesu. Ikiwa unalo hitaji moyoni mwako, inua tu mkono wako kwake na useme, Bwana, unajua hitaji langu ni lipi? Na Bwana, hitaji letu la kwanza ni kuwa karibu nawe, kufanana zaidi na wewe. Na ni kwamba tunainua mikono yetu usiku wa leo Bwana na kusema, nitie mafuta Roho Mtakatifu, nitie mafuta usiku wa leo, ili neno hili liingie kilindi ndani ya moyo wangu Bwana. Nipe ufunuo mkuu zaidi wa neno hili. Ulisema jambo lilo kubwa zaidi tunaloweza kuomba ni ufunuo. Nipe ufunuo zaidi Bwana. Niandae Bwana kwa ajili ya huo unyakuo, kwa ajili ya huo wakati tunaamini huo unakuja Bwana. Niandae Bwana, na chochote kisichofanana na wewe Bwana kiondoe. Angalia tu ndani ya kilindi cha moyo yetu Bwana Yesu, tuweze kulishikilia papo hapo kama Bwana unavyopita, nasi tunakushika, nasi tunakugusa, nasi tunakushikilia. Nyosha mkono na uguse Bwana wakati anapopita. Utaona yeye hana shughuli nyingi, asisikie kilio cha moyo wako. Anapita wakati huu kukupa mahitaji yako. Nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Baba mpendwa mbinguni, Bwana, jinsi tusivyo na maneno katika msamiati wetu wa kibinadamu ya kuonyesha shukurani tulionayo kwa kile ulichotupa katika siku hii ya mwisho Bwana. Baba, sisi ni watu waliopendelewa, walio juu ya watu wote wenye majali wa jinsi gani Bwana. Bwana, kwamba ulitufikiria sana Bwana, kwamba unatufunulia hata siri ndogo Bwana, ambazo Baba hata hazituhusu sisi Bwana. Tutaondoka, lakini Baba uliamua kutuambia hadithi yote tangu mwanzo hadi mwisho Bwana. Baba, jinsi gani inavyotutia moyo mioyo yetu Bwana, kujua kwamba tunautambua ujumbe huu, tunamtambua mjumbe Bwana, tunaitambua sauti hiyo Bwana, jinsi inavyopenya tu ndani ya roho zetu Bwana, na jinsi inavyotufariji na kutuinua na kututia moyo Bwana. Baba Bwana, hakuna tunachoweza kufanya peke yetu, lazima kitoke kwako Bwana. Ni kilindi hicho kinachoita kilindi Bwana. Na Baba, hatukuliweka hilo mioyoni mwetu, ni wewe ulifanya hilo Bwana. Na Baba, kujua kwamba kama tukimtambua huyo ni nani katika siku yetu Bwana, hiyo ndio ishara halisi ya Roho Mtakatifu Bwana. Kweli Bwana, hilo linatuamsha tu, nasi tunapiga kelele kutoka juu ya paa za nyumba, tukijua na kuambia kila mtu tunayo kweli, tunauona, tunautambua, nasi tumetiwa muhuri upande wa ndani, na hakuna tunachoweza kufanya kuhusu hilo Bwana. Ni wewe tu, jinsi tunavyokupenda Bwana, nasi tunakuabudu tu Baba. Tunakushukuru Baba kwa kuyafungua macho yetu katika siku hii ya mwisho ili kulisikia neno lako Bwana. Na Baba, tunapoisikia hii sikukuu ya baragumu siku wa leo Bwana, ututie mafuta zaidi ya wakati wote kule Bwana. Miminie Roho wako Mtakatifu juu ya mioyo yetu na masikio yetu, ili kulishika kila neno, kila nukta, kila yodi, kila sauti Bwana. Kila matamshi ni muhimu kwetu Bwana, kwa maana ni sauti yako Bwana inayozungumza nasi. Lo, jinsi tunavyokupenda Bwana, jinsi tunavyokuthamini, nasi tunataka kusema kwa mara nyingine zaidi kwamba tunakuhimidi kwa kila kilicho ndani yetu Bwana. Baba, kila mtu aliyekuwa na hitaji moyoni mwao Bwana, na wale wanaosikiliza hewani kutoka kote ulimwenguni, kutoka mashariki na magharibi, kaskazini, kusini, hakika tunakusanyika pamoja Bwana kabla tu ya sisi kuondoka. Nasi tuko chini ya neno hili Bwana, nasi tunashukuru jinsi gani Bwana. Tunaomba tu na kujibu kila hitaji Bwana, kwa kila upande Bwana, mahitaji yaliyoandikwa kwenye mimbari hii Bwana. Tunaomba tu Bwana, tuna ujasiri tunapokuja mbele zako, tukijua kwamba sisi tu sehemu yako Bwana. Sisi ni wanao na sisi ni binti zako, nasi tunaomba tunaionyesha ishara hii, ujumbe wa sahihi pamoja na maombi yetu,
tukiamini na kujua kwamba kila kitu kitakuwa sawa Bwana, tukijua kwamba tuko katika mapenzi yako makamilifu Bwana. Nini kingine tunachoweza kuomba Bwana? Kujua kwamba tunatembea hatua kwa hatua, huku macho yetu yakiwa yameelekezwa kwa mjumbe huyo Bwana, bila kuyumbishwa kulia au kushoto. Tunataka kukaa papo hapo mstarini Baba, kwa yote tulionayo. Lo, tunakupenda Bwana. Uwe nasi katika ibada hii iliyobakia Bwana, tunapoimba nyimbo za ibada Bwana. Roho wako Mtakatifu afurahishwe na atembee na ashuke kwa njia ya kipekee Bwana. Tunajitolea katika yote tulio ndani yako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Utaona yeye hana shughuli nyingi, asisikie kilio cha moyo wako. Anapita karibu wakati huu kukupa mahitaji yako. Nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Ni wangapi wanafurahi kuwapo hapa usiku wa leo? Amina. Ni mioyo mingapi imetiwa moyo usiku wa leo? Amina. Nasubiri kwa hamu kuingia katika ujumbe huu. Lo, moyo wangu unabubujika. Lakini kabla hatujafanya hivyo, tunataka tu kumwimbia nyimbo za kumwabudu. Kwa kweli yeye ni Bwana, yeye ni kila kitu kwetu. Nami ningependa kuanza na kiitikio hicho kidogo, yeye ni Bwana. Kwa maana yeye ni Bwana. Ndiyo, yeye ni Bwana. Naye amefufuka kutoka kwa wafu. Naye ni Bwana. Na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri